الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 15 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025 miladia. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu hiki Al-Qawaidul Muthla في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، قال: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. Yelezea jana maelezo marefu kuhusu sifat thubutia na sifat salbia za Allah azza wa jalla, sifa ambazo ni zenye kuthibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ambazo ni manfia zinazokatalika kwa Allah azza wa jalla. Aliposema wasifatu salbia ma nafaha Allah subhanahu an nafsi fi kitabih au ala lisani rasulih sallallahu alayhi wasallam wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Sifat salbia ni zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameikanushia nafsi yake na sifa hizo katika kitabu chake au kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na zote hizo sifat salbia ni sifa za upungufu katika haki yake, kalmaut walnaum waljahl walnisyan walajzi wattaab, fayajibu nafyuha anillahi ta'ala. Ni lazima kuzikanusha sifa hizo, kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala, lima sabaka, kwa yaliyotangulia, maa ithbati dhiddiha ala alwajhi alakmal, pamoja na kuthibitisha kinyume cha sifa hizo kwa Allah kwa njia kamilifu zaidi. Ukimkanushia Allah sifa ya upungufu, ni lazima umthibitishie Allah kinyume cha sifa hiyo ya upungufu, iwe ni sifa ya ukamilifu. Qala wa li anna an-nafya, akhiran qala wa li anna an-nafya qad yakunu li'adami qabiliyati al-mahalli lahu fala yakunu kamalan, kama law qulta al-jidaru la yadhlimu, ukuta haudhulumu. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، na huo ikawa ni kushindwa kusimamia tu, fayakunu naqsan, inakuwa ni upungufu. Kama fi qawli shair: qubayyilatu la yaqdiruna bidhammatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardali. Kuna kijikabila ambacho la yaqdiruna bidhamma, haki khalifu ahadi aidha ahadu wafau, wakiahidi wanatekeleza ahadi. Kubayilatun la yaqdiruna bidhamma wala yadhlimuna an-nasa habbata khardali, wala hawadhulumu watu hata tembe ya khardal. Wa qawlu al-akhar: lakinna qaumi wa in kanu dhawi hasabin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana. Lakini jamaa zangu, wa in kanu dhawi hasab, japokuwa ni watu wenye vyeo, laysu min ash-sharri fi shay'in, hawakuwa katika shari katika jambo lolote, wa in hana, japokuwa shari hiyo ni ndogo, ni nyepesi. Lakinna qaumi wa in kanu dhawi hasabin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana. يقول الشيخ katika sharhi: فهذا الرجل يقول إن قومي وإن كانوا كثيرين أو كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. jamaa zangu hata kama ni wengi au walikuwa ni wenye vyeo, lakini hawana shari ya jambo lolote japokuwa jambo dogo. Fayamfi anhum an yakunu mumarisina lisharri au waqi'ina fi sharri wa inhana,
anawakanushia jamaa zake kuwa ni wenye kufanya shari au ni wenye kuingia katika shari japokuwa ni shari ndogo. Wa idha sami'ta hadha tadhunnuhu madhan, nasema ukisikia hii utadhania kwamba anawasifu. Bal huwa min ta'kidi dhammi bima yushbihu almadha, bali hiyo ni kusitiza dham, kashfa kwa jambo ambalo linafanana na sifa, ni kusisitiza dham, kashfa kwao, bima yushbihu dham madha, kwa ibara ambayo inafanana na kuwasifu. Lakin qala qabla dhalik law kuntu min mazin lam tastabih ibli banu laqitati min dhuhl ibn shaybana. Law kuntu min mazin, law ningekuwa katika kabila la Mazin, lam tastabih ibli banu laqita, wasinge halalisha kuchukua ngamia wangu hao banu laqita, min dhuhl ibn shaybana, kutokana na huyo dhuhl ibn shaybana. Yani law kuntu min hadhihi alqabila, law ningekuwa katika kabila hili la Mazin, mastabahat ibli banu laqita, wasinge halalisha ngamia wangu hawa banu laqita, min dhuhl ibn shaybana, wa hadha dhammun, hii ni kashfa. Ila an qala, mpaka akasema, falaita li bihim qauman idha rakibu shannu al-igharata fursanan wa rukbana. Laita, falaita li bihim qauman idha rakibu, laiti mimi ningiwadhihirikia hao watu ambao wakipanda wanyama wao wanashambulia, hali ya kuwa ni wenye kupanda farasi na hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu. Alkhulasa anna Allah la yusafu bin nafi almahdhi. Kulasa maneno haya yote ni kwamba Allah hasifiwi kwa nafi almahdhi, upungufu, yani nafi yenye kutakata. Nafi yenye kutakata, la yusafu anhu Allahu azza wa jalla, لأن النفي المحض عدم محض, sababu nafi yenye kutakasika ni kukosekana kunakotakasika. Wal adamu laysa bi shay'in fadlan an an yakuna kamala, kukosekana si jambo lolote, si chochote wachilia bali kuwa ni ukamilifu, pia si chochote hiyo adam. Qala mithalu dhalik qawluhu ta'ala watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee aliye hai ambaye hafi. Fanafyu almauti anhu yatadhammanu kamala hayati, hii kumkanushia mauti Allah inakusanya ukamilifu wa uhai wake. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee aliye hai ambaye hafi ni Allah. Kwa hiyo hii nafyul mauti anhu, kumkanushia kufa Allah, yatadhammanu kamala hayatihi, inakusanya ukamilifu wa uhai wake, kwamba uhai wake ni wa milele. Mithalun akhar qawluhu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hamdhulumu yoyote. Nafyu dhulmi anhu yatadhammanu kamala adli, hii kumkanushia dhulma Allah inakusanya ukamilifu wa uadilifu wake, kwamba Allah ni muadilifu, hamdhulumu yoyote. Idhan ukimkanushia sifa ya upungufu, lazima umthibitishie Allah sifa ya ukamilifu. Kinyume cha dhulma ni uadilifu, kinyume cha mauti ni uhai wa milele. Hadha huwa mithalun thalith, mfano wa tatu قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض, hakuwa Allah ni lenye kumshinda yeye jambo lolote mbinguni wala ardhini. Fanafyul ajzi anhu yatadhammanu kamala ilmihi wa qudratihi, kumkanushia Allah kushindwa inakusanya ukamilifu wa ujuzi wake na ukamilifu wa uwezo wake, hashindwi na jambo. Idhan unapomkanushia sifa ya upungufu, lazima umthibitishie sifa ya ukamilifu. Fanafyul ajzi anhu yatadhammanu kamala ilmihi wa qudratihi, kumkanushia upungufu inakusanya ukamilifu wa ilmu yake
na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala ba'dahu innahu kana aliman qadira wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. مفهوم هذا؟ قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. sababu kushindwa sababu yake ima ni aljahl, kutojua sababu za kuumba au sababu za kupatisha hicho kitu kinachokushinda. lianna alajza sababuhu imma aljahlu bi asbab alijad wa imma qusuru alqudrati anhu, na ima ni upungufu wa kutoweza jambo hilo lililokushinda. falikamali ilmi Allah ta'ala wa qudratihi lam yakun liyu'jizahu shay'un fi samawati wala fil ardi, kwa sababu ya ukamilifu wa ilmu ya Allah mtukufu na uwezo wake halikuwa jambo lolote linamshinda Allah hapa mbinguni na ardhini. Hakuna jambo lolote linalomshinda Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ukamilifu wa ilmu yake na uwezo wake mkubwa. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. na kwa mfano huu tunajua kwamba sifa hii ni salbia, sifa pungufu, inaonesha upungufu. Hii inakusanya akthara min kamal, zaidi ya ukamilifu. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. hapa chini anasema kama huna, kama hapa, fanafyul ajzi tadhammana shay'aini, kumkanushia kuto uwezo, yani kumkanushia ajzi Allah subhanahu wa ta'ala, kushindwa, kumkanushia kushindwa inakusanya mambo mawili, huma kamalul ilmi wa kamalul qudra, ukamilifu wa ujuzi na ukamilifu wa uwezo wake. Kwamba Allah ni mkamilifu wa ujuzi wa ilmu na ni mkamilifu wa uwezo wake. hadha huwa قد تتضمن أكثر من كمال. الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. إذن unapomkanushia Allah sifa ya upungufu, lazima umthibitishie kinyume chake sifa ambayo ni kamilifu na hiyo upungufu. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. sifa hizi thubutia zinazothubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za kusifu na ukamilifu. sifatu madhin wa kamal ni sifa za kusifu na sifa za ukamilifu. قال الشيخ وقد سبق لنا أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه فهي صفة كمال ليس فيها نقص. kila sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake, hiyo ni sifa ya ukamilifu, haina upungufu. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. kila sifa zinapokithiri, watanawwa'at dalalatuha, na ikakhtalifiana ufahamu wake, dhahara min kamali almawsufi biha ma huwa akthar, hudhihiri ukamilifu wa chenye kusifiwa kwa sifa hizo, ma huwa akthar, ambazo ni nyingi zaidi sifa hizo za ukamilifu. fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. يقول فإذا قلت مثلا فلان كريم، ومفانه كسما mtu fulani ni karimu, hadhi sifatu madhin, hii ni sifa ya kumsifu. فإذا قلت وجواد كريم وجواد،
ازدادت كمالا sifa hiyo imezidi ukamilifu فإذا قلت وسهل الموطئ يعني لين ni mtu laini pamoja na ndugu zake izdadat aidan kamalan huzidi pia ukamilifu mwingine fakullama kathurat sifatul kamali thubutiyya dhahara min kamali almawsuf biha ma huwa akthar kila zinapokithiri sifa za ukamilifu hizi zinathibitishiwa Allah hudhihiri ukamilifu wa huyo mwenye kusifiwa kwa sifa hizo zaidi ya hiyo والقرآن الكريم مملوء بذكر صفات الله تعالى المستفادة من أسمائه قرآن tukufu imejaa kutajwa sifa za Allah mtukufu ambazo hupatiwa faida huchukuliwa faida zake kwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala fakullama kathurat dhahara lana min kamali almawsuf biha ma huwa akthar قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم وهي zimekuwa sifa hizi thubutia zilizothubutu kwa Allah alizozielezea kuielezea nafsi yake sifa hizo ni nyingi sana kuliko sifatu salbia zinazokanushwa kwa Allah sifa zinazothibitishiwa Allah ni nyingi zaidi kuliko sifa ambazo Allah anakanushiwa na sifa hizo يقول فالصفات السلبية يمكن أن تعدها بأصابع يدك بخلاف الثبوتية sifa hizi zinazokanushiwa kwa Allah inawezekana kuzihesabu kwa vidole vya mkono wako kinyume cha sifa thubutia ni nyingi sana يقول الشيخ مثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله katika miza yake na sifa zake kuliko maulama wengine ni kutaja mifano mingi anataja mifano mingi sana katika kila masala anataja mifano mingi sasa anasema wa anta idha qulta limalikin min almuluk ukimwambia mfalme wote katika wafalme anta ayyuhal malik anta shujaa anta miqdam anta siyasi anta karim anta ta'tifu ala almasakin anta tabni almasajid anta tabni almadaris fa innahu yazdadu wa yafrahu kumwambia mfalme wewe shujaa wewe ni mtu wa siasa wewe ni karimu wewe unawahurumia maskini wewe unajenga misikiti wewe unajenga madaris sifa nyingi hizo anafurahika qala wa rubbama yaktubu laka bimukafa pengine atakupa mkafaa wewe atakulipa pesa lakini as-sifati salbiya la yumkinu at-tafsilu fiha bal at-tafsilu fiha قد يكون إهانة كما لو قلت لملك من الملوك أنت لست بزبال ولست بكساح الكساح هو الذي ينظف المراحيض ولست بحمار ولست بحجام ukimwambia hivyo la habasaka atakufunga kwa hiyo asifatu salbia athubutia za Allah ni nyingi sana kuliko sifat hadhihi as-salbia qala amma as-sifatu as-salbia falam tudhkar ghaliban illa fil ahwali taliya sifat salbia anazokanushiwa Allah hazitajwi mara nyingi isipokuwa katika hali zifuatazo alula hali ya kwanza bayanu umumi kamalihi ni kuweka wazi kuenea kwa ukamilifu wake Allah azza wa jalla kama fi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay hakikuwa mfano wake kitu chochote hadha amun fi kulli shay'in la yumathiluhu ahadun hii inaenea kila kitu hakuna kitu kinachofanana na Allah kwa hiyo ndio bayanu umumi kamalihi kuweka wazi kuenea kwa ukamilifu wake walam yakul lahu kufuwan ahad hakuna yoyote anayefanana na Allah
يقول وإن همزت فلك التسكين فتقول كفءا، وهي قراءة ولم يكن له كفءا أحد. قال بتسكين الكاف كفءا، وقتيا سكن سكون كفا، alafu wao unaibadilisha hamza ni qiraa pia. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Amma bilwawi fahiya bidhammi alfa la ghayru kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiyo ndio qiraa Hafsa an Asim. Lakini kuna qiraa nyingine bisukuni alfa kuf'an, na kubadilisha wao huwa ni hamza. Walam yakul lahu kuf'an ahad, maana ni moja. Athania, sifa ya pili, hali ya pili ambapo hutajwa sifatu salbia, nafyu madda'ahu fi haqqihi alkadhibun, ni kukanusha yale walioyadai warongo katika haki yake Allah azza wa jalla. Nafyu madda'ahu fi haqqihi alkadhibun, ni kukanusha walioyadai warongo katika haki yake, kama fi qawlihi ta'ala an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, ay ja'alu lahu walada, wamemfanyia Allah mtoto. Hadhihi sifatun salbiyah. قال هذه صفات سلبية الغرض منها إبطال ما ادعاه الكاذبون المفترون. lengo la kutajwa hapa ni kubatilisha walioyadai hawa warongo. Wa huna nafyu lilwalad, hapa ni kumkanushia mtoto Allah. Kwa hiyo hapa imetajwa sifa salbia. Wa huwa nafyun khas, ni kukanusha maalumu. وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكن هنا نفى نفيا خاصا، وذلك لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادعوا لله ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، haitakikani kwa Allah kufanya mtoto. Idhan hapa pia imetajwa kwa sababu ya lengo la kukanusha haya walioyadai hawa makafiri kwamba Allah ana mtoto. Imetajwa hapo sifa salbia ambayo ni nafyul waladi anhu, kumkanushia Allah mtoto. Athalitha, hali ya tatu, daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yataallaqu bihadha al-amri al-muayyan, ni kuondosha tuhuma za upungufu katika ukamilifu wake katika mambo yanayohusiana bihadha al-amri al-muayyan, na jambo hili lenye kuainishwa. Daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yataallaqu bihadha al-amri al-muayyan, ni kuzuia na kuondosha tuhuma za upungufu katika ukamilifu wake katika mambo yanayohusiana na jambo hili muayyan lenye kuainishwa, kama fi qawlihi ta'ala wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma la'ibin. Allah sema hatujaumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao hali ya kuwa ni wenye kucheza tu, la, tumeumba kwa hikma. Wa qawlihi laqad khalaqna as-samawati wal arda wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub, tuliumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa siku 6 na hayakutupata machofu yoyote. Wama massana min lughub, na hayajatupata machofu yoyote. قال قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لئلا يتوهم واهم أن الله خلقها عبثا ولعبا. Allah amesema hivyo ili asidhanie mwenye kudhania kwamba Allah ameumba mbingu na ardhi kwa mchezo tu. Fanafa Allahu azza wa jalla an yakuna khalaqaha laiba, wa hapa Allah ameikanushia nafsi yake
kuwa ameumba mbingu na ardhi kwa mchezo, bal khalaqaha bilhaqqi walilhaqqi, bali ameziumba kwa haki na kwa ajili ya haki. وفي قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، hayakutupata machofu yoyote. Wadhalika lialla yatawahama wahim anna khalqa hadhihi almakhluqat alazima yulhiqu at-ta'aba birabbi azza wa jalla, asije akadhania mwenye kudhania kwamba kuumba viumbe hivi vikubwa kunasababisha machofu kwa Allah azza wa jalla. Fanafa Allahu ta'ala dhalik, Allah akaikanushia nafsi yake hilo la kuchoka. ففي الآية الأولى نفي النقص في الإرادة حيث قال وما بينهما لاعبين، وإنما أردنا بهما حقا ما أردنا اللعب والسدى. amekanusha upungufu wa kutokuwa na lolote, lengo lolote. Wa inma aradna bihima haqqan, tumeumba mbingu na ardhi kwa haki, hatukukusudia mchezo tu na kuumba bure bure. Fafihi kamalul irada, fafiha kamalul irada, katika aya hiyo kuna kuthibitisha ukamilifu wa kutaka kwa Allah. Wa fil ayati thaniya nafyu naqsi fil fi'li wat tanfidh, kukanusha upungufu katika utendaji kazi na utekelezaji. Fafiha kamalul quwwa, katika aya ya pili kuna ukamilifu wa nguvu za Allah. Lianna al-lughuba fi qawlihi ta'ala wama massana min lughub at-ta'ab wal-i'ya'u. idhan فالصفات السلبية لا تأتي غالبا إلا في حال من هذه الأحوال الثلاثة. صفات السلبية haziji mara nyingi isipokuwa katika moja ya hali hizi tatu alizozitaja. tumefahamu. القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. صفات الثبوتية hizi anathibitishiwa Allah zinagawanyika sehemu mbili, una dhatia na fi'liya, sifa za dhati yake Allah na sifa za vitendo vyake, dhatiyatin wa fi'liya. anasema hapa Sheikh, qad yaqulu qail, huenda akauliza muulizaji, aina ad-dalilu ala hadha at-taqsim, iko wapi dalili ya vigawanyo hivi? Walimadha la nu'ridu an hadhihi at-taqsimat, kwa nini hatuachi vigawanyo hivi? Wanaqulu la haja, hakuna haja ya kuvitaja. Qala faljawabu anna hadha huwa al-asad wa aula, hii ndiyo sawa sawa na ndiyo aula. Lakin لما وقع الخلاف من أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه, ilipotokea khilaf kwa ahlul kalam, hawa watu wa bid'a, baina ya sifa wanazithibitishia Allah na sifa ambazo hawamthibitishii. Waqalu inna Allah sami'un alimun qadirun lakinahu la yaf'al, wasema Allah ni mwenye kusikia, ni mjuzi, ni muweza, lakini hafanyi lolote. La yastawi ala al-arshi, halingani sawa juu ya arshi. Wala yanzilu ila sama, wala hashuki ila samai dunya. Wala yati lilfasli baina al-ibad, wanasema hivyo, haji kupambanua baina ya watu hukumu. Ihtaja ahlus sunnah almuttabi'una lis-salaf an yuqassimu hadha at-taqsima min ajli tahqiq al-manat. Asema ndio maana wakahitajika ahlus sunna wenye kuwafuata salaf kugawanya kigawanyo hiki kwa ajili ya kuhakikisha asli hii. Wama yaridu fihi al-khilaf wama la yarid, na mambo ambayo inakuja khilaf na ambayo haiji khilaf. Wa an yubayyinu anna kila an-naw'aini thabitun lillahi azza jalla, na wabainishe kwamba sampuli zote mbili hizo zimethubutu kwa Allah azza wa jalla. Wa illa fala shakka anna al-aslama an ya'khudha al-insanu al-kitaba was-sunnah ala ma huwa alayhi wala yatakallamu bimithli hadha. Hakuna shaka kwamba salama zaidi
ni mtu kuchukua Qur'ani na Sunna vile ilivyo, asizungumzie mfano wa hili. Lakini قال إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. isipopatikana kipando illa al-asinna, isipokuwa silaha, fama hilatul muttarri illa rukubuha, hakuna mbinu za mwenye kushikika isipokuwa kupanda na kutekeleza silaha hizo na kubeba silaha hizo. Idha lam yakun illa al-asinnatu markabun fama hilatul muttarri illa rukubuha. فالذاتية صفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. sifa za dhati yake Allah ni zile ambazo bado anaendelea kusifika nazo. hizi ndio sifa za dhati yake Allah azza wa jalla. fadhatiya hiya allati lam yazal wala yazalu muttasifan biha, ni sifa ambazo bado anaendelea kusifika nazo Allah azza wa jalla. kal ilmi, kama sifa ya ilmu, wal qudra na uwezo, wasami na sifa ya kusikia, wal basar na kuona, wal izza na nguvu zake, wal hikma, wal uluwi na kwamba yuko juu, wal adhama na utukufu. hizi ni sifa za dhati yake Allah azza wa jalla. wa minha as-sifatul khabariyya, na pia ni katika sifa za dhati yake as-sifatul khabariyya, sifa za khabariyya, zile ambazo tumeelezewa. kalwajhi wal yadaini wal ainaini, kama sifa ya uso na mikono na macho. hizi ni sifa ambazo tumeelezewa kama ni sifa za Allah katika Qur'ani na hadithi zinaelezea hizo. قالوا خبرية لأنها متلقات من الخبر، sababu hizi zimechukuliwa kutokana na khabar, maelezo. fa inna uqulana la tadulluna ala anna lillahi ta'ala yadan, akili zetu haziwezi zikatufahamisha kwamba Allah ana mikono. biha ya'khudhu wa yaqbidu, kwa mikono hiyo anachukua na kupokea, wa yabsutu. lakin alimnaha bimujarradi alkhabar, lakini tumejua hilo kwa mujarradi wa khabar, maelezo ya Qur'ani. lianna sifati dhatiyya mithla alhayah walilmi walqudra qad dalla alayha alaql, sifa hizi za dhati yake Allah, mfano wa uhai, ilmu, uwezo, akili imefahamisha sifa hizo. lakini aliyada walwajha walaina lam yadulla alayha alaql, lakini uso, mikono, macho ya Allah hakuna akili inayofahamisha hivyo. akili haifahamishi hilo. hili tumepata kutokana na Qur'ani mwenyewe, Allah ameelezea, na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimeelezea hivyo. idhan as-sifatu dhatiyya tanqasimu ila ma'nawiyya wa ila khabariyya. kwa hiyo sifa za dhati yake Allah zinagawanyika pia sehemu mbili, sifa za kimaana na sifa za khabariya. fasamu walbasaru walilmu walqudra wama ashbaha dhalika kulluha tadullu ala ma'nan fahiya ma'nawiyya. kusikia, kuona, ujuzi, uwezo na inayofanana na sifa hizo zote zinafahamisha maana, hizo zinaitwa maanawiyya, sifat maanawiyya. kusikia, kuona ni sifa za kimaana. waliyadu walwajhu walainu walrijlu wassaqu wama ashbaha hadhihi sifatun dhatiyya liannaha lazimatun lidhat khabariyya. hizi ni sifa za dhati yake Allah na zenye kulazimiana na dhati yake. mikono, uso, mguu, asaq ni sifa ambazo ni khabaria, tumeelezewa katika Qur'ani na Sunna. liannaha jaat an tariqi alkhabar, hizi zimekuja kwa njia ya maelezo, si akili. falaqlu laysa lahu fiha madkhalun itlaqan, akili haina maingilio jambo hili kabisa, haitaki kutia akili yako. walihadha la yumkin an naqula idha jaza as-saqu lillahi faltajuzi ar-rukbatu mathalan, ikiwa inafaa kwamba Allah ana saq, muundi, unaitwa muundi Kiswahili saq,
ikiwa inajuzu kuwa Allah ana muundi, basi itajuzu kuwa na rukba, goti pia. La, hatusemi hivyo, sababu Allah hajathibitisha magoti kwake, amethibitisha saq. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, amethibitisha saq. Kwa hiyo tunathibitisha saq kama alivyothibitisha Allah. Hatuna haki ya kuthibitisha magoti, lianna al-aqla huna la yumkinu an yatadakhala, akili hapa haiwezekani kujiingiza. فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية. kwa tunafupisha katika masala haya kwa vile ilivyokuja maelezo, na tunaziita hizi ni sifatun khabariya. Tumeelewa? Ina sifatu dhatiya pia ni sifat khabariya. Kuna katika sifa hizo khabariya ambazo tumechukua kwa maelezo ya Qur'ani na Sunna, kama hiyo sifatul wajhi wal yadaini wal ainaini wasaq, na inayofanana na sifa hizo. bado hii ni ndefu. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.